Mama yetu, hebu tuambie jambo lako. Nani na unatokea wapi? Kwa majina anaitwa Zulfa Mkuya, natokea wilaya ya Manyoni, kijiji cha Masigati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa ziara unazofanya kutatua kero za wananchi. Mimi nina changamoto. Mwaka jana mwezi wa 8 nilinunua nyumba jijini Dar es Salaam, Kimara Mavuluza. Aliyeniuzia nyumba aliniuzia mbele ya uongozi wa serikali za mtaa. Baada ya kununua ile nyumba nikaifanyia ukarabati, nikaweka wapangaji. Yule aliyeniuzia ile nyumba alienda kuikatia leseni ya makazi, akaenda kuichukulia mkopo benki TCB milioni 28. Baada ya miezi miwili watu wa benki TCB wakaja wakasema ile nyumba imechukuliwa mkopo kwao. Nikaenda kutoa taarifa, kufungua kesi kituo cha Kimara Mavuluza. Wakanisaidia kumtafuta mtuhumiwa, akakimbilia Mafinga. Lakini kwenye ile mauziano watoto wake wawili walisaini kama mashahidi, na wale wanaye wawili tena wamesaini benki kama mashahidi. Ikabidi polisi wakawakamata wale vijana, ni wakubwa, wako chuo Kurasini, wanasoma Kurasini, wako mwaka wa mwisho chuo. Yule bwana hakuonekana, watoto wakasema baba yuko Mafinga. Benki wakaenda kupiga mnada ile nyumba. Siku anakwenda kupiga mnada ile nyumba, nikakimbia kwa mkuu wa wilaya. Akaitwa yule bwana kwa barua, akatumiwa na akazipokea, akapigiwa simu. Wito mara 2 hakutokea. Benki wakarudi tena kuuza ile nyumba kwa sababu mnada wa kwanza walikosa. Siku hiyo ikabidi nikimbilie kwa mkuu wa mkoa kwa Chalamila. Nikapokelewa na wasaidizi wake. Wakanisaidia kustopisha watu wa TCB benki wasiuze ile nyumba. Tukaitwa pamoja na yule bwana akaitwa. Watu wa benki na mimi tulifika. Lakini yule bwana ameitwa kwa mkuu wa mkoa mara 3 hajatokea. Na yule bwana yupo, familia yake ipo, yuko Mafinga na mashamba ya maparachichi. Kwa hiyo kila sehemu anakoitwa atokei, polisi haendi, kwa mkuu wa mkoa haendi, sehemu yote ile haendi. Kwa hiyo mkuu wa mkoa akanisaidia benki wastopishe kuuza ile nyumba. Nikaenda TCB benki, tukakaa chini, wakaniambia niandike barua niombe nyumba isiuzwe, ila mimi nilipe deni jingine alokuwa amekopia ule bwana, kwa sababu leseni ya makazi iko benki. Kwa hiyo mimi nimeandika barua ya kuomba. Nimefuatilia sana ziara zako. Ombi langu mimi, serikali yetu ni sikivu na ina mkono mkubwa. Inisaidie huyu bwana aliko Mafinga, aletwe Dar es Salaam, twende tukapambane alipe lile deni. Hilo ombi langu Mheshimiwa Waziri nawasilisha kwako kwa maslahi ya serikali na chama chetu. Asante. Mnaona watu wanavyofanya uonevu wa makusudi. Ameenda kuuza nyumba, kapokea fedha huku akijua nyumba ile amekopea. Makusudi. Utapeli wa makusudi. Utapeli wa makusudi. Anaitwa nani umesema? Anaitwa Evodi Sanga. Sasa ni mwelekeze yeye ama jamaa zake wanaosikiliza, aende akaripoti kule benki, abadilishe collateral, abadilishe dhamana ili aendelee kudaiwa mkopo ambao alikwisha kuuchukua, ama vinginevyo arudishe fedha aliyopokea ya nyumba na hizo gharama ulizotengenezea maboresho ya hiyo nyumba. Yeye aendelee na deni lake. Hauwezi ukamlipia deni mtu ambalo yeye ndo aliyekopa. Sasa nimeisema hii, yeye ama ndugu zake ama yeyote atakayesikia na ampe hizo taarifa. Ndani ya siku 14 aende arekebishe hilo. Peana mawasiliano na wasaidizi wangu, wape na mawasiliano ya huyo muhusika, yule muhusika, ili zikishaisha hizo siku
tuweze kuchukua hatua. Mimi nimekuja na dawa ya kuwashikisha adabu watu wasio na adabu wa aina hii. Tapeli uishi maisha ya kitapeli haya. Maisha ya kitapeli, utapeli wa waziwazi, kuhalalisha utapeli hivi. Wizi wa ajabu huu. Haya, peana mawasiliano hapo na bahati nzuri umefika na Divine Connection. Nilikuwa nakuona unapita, nikasema nilikuona na kule kiwandani. Hebu peana mawasiliano, pata na mawasiliano na wale walio na ukaribu naye, wamwambie akabadilisha hiyo collateral. Tumia nishati safi ya kupikia kutoka Oryx Gesi. Tunapatikana kituo cha mafuta cha Oryx mkabara na kanisa Katoliki la Nyakahoja, Mwanza. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0759171702. Tunauza jumla na rejareja. Usafiri ni bure.